Vipi? Mbona unalia? Maida, baada ya kumfukuza Yasiri pamoja na mama yake, huko alipoenda Yasiri alipata matatizo yaliyopelekea kupoteza maisha. Hivyo Yasiri hatakuwa naye tena, ameshafariki. Sabla. Hivyo dogo, una akili ndogo kiasi gani wewe? Kwa nini unashindwa kubadilika katika maisha yako? Unajua nimetumia nguvu kiasi gani kumtafuta Sabla mpaka namleta hapa? Unajua hilo? Wewe unataka watu wanitoe mimi akili, wanione mimi ni mkubwa bure, si ndio? Sikiliza nikwambie. Umeona haitoshi, unamchukua huyo msukule tena unakuja naye hapo unaanza kupigana naye mabusu. Unataka huyo msukule haribu ndoa yako tena kwa mara nyingine? Akili yako haina ushirikiano. Wewe una akili nzuri wewe. Sasa chifu, kwenye swala hili mimi nasimama kama kaka. Na hili swala linahitaji maamuzi na wala halitaki kutumia muda mwingi sana kutafakari. Sijui kama wanaelewa vizuri. Nakuuliza wewe chifu, kati ya Maida na Sabra, ni nani ambaye unataka abaki hapa ndani kama mwanamke wako? Nataji jibu moja tu. Unazungusha shingo hivi kama feni yani, kwa nini unashindwa kutoa majibu? Toa majibu, nakusikiliza. Kauli yako moja inahitajika. Mkango, mimi nimeshasema naomba mnipe muda. Na kusema mnipe muda nilikuwa na maana kwamba wote mimi nimeishi nao vizuri, hakuna mtu aliyenikosea. Kwa hiyo nilikuwa naomba nipewe muda ili nisije kutoa majibu ambayo yakaenda kumnyongonyesha mwingine akajiona mimi kwangu sio wa thamani. Kwa hiyo tafadhali naomba unipe muda. Nitaliweka sawa hili swala. Dogo, hili swala linahitaji muda. Hapa natakiwa maamuzi. Yaani unavyoongea hivi masuala ya muda, nafikiri yule shemeji yangu Sabra atajisikia vipi? Huyu mwanamke atajisikia vipi huyu? Huyu hapa anatakiwa atoke hapa. Huyu atoke huyu. Sawa? Samahani. Maida, tunaweza kutoka nje mara moja? Mimi nilikuwa na wazo Maida. Wazo gani hilo? Unaonaje chifu akatoa Mathna? Yaani unamaanisha atoe wake wawili? Ndio. Sasa hapa dogo, tumebaki wanaume watupu. Nataka unieleze ni nani ambaye unataka abaki na niondoke. Mkango, tulishazungumza. Nimekwambia hili swala nitatoa majibu yake. Kwa sababu sasa hivi kitendo cha kuzungumza hao wote mpaka umeona wako hapa wananihitaji. Kwa hiyo inawezekana nikatoa jibu ambalo litamfanya mwingine anyong'onye na kujiona sio wa thamani kwangu. Iko kwa imekaaje? Mimi nimeridhia. Yaani nimeridhia kabisa. Basi na mimi nimeridhia. Kwa sababu hata mimi na wewe tumeishi vizuri. Nipo tayari. Na imani tukikaa pamoja kuna sehemu tutafika. Kweli?
Sabra ubonge na mwanamke ameniuguza mimi nusu nikatwe mguu. Mambo kibao kanifanyia. Angalia. Lazimisha uko, si ndio? So, skule. Angalia. Shemeji, mimi na Maida tumetoka nje kujadiliana kitu. Kitu gani? Tumeafiki chifu atoe Mathna. Hiyo Mathna ndio ina maana gani? Maana yake tutaolewa kiweza. Naosha kwa hivyo tena. Sasa hilo swala haliwezekani kwanza. Yaani huyu ataondoka. Mimi ndo mwenye maamuzi. Huyu lazima aondoke kidogo. Hatuwezi kukaa na mtu huyu kivuli hiki. Shanielewa vizuri. Mimi yaani hakuna katika ukoo wetu sisi tukaishi na miskule. Sawa sawa. Kwa hiyo uamuzi uko hivyo. Hapana shemeji. Maida sio mtu mbaya. Maida ameishi na sisi vizuri, kaisha na chifu vizuri. Pia ukiacha hivyo, pia Mwenyezi Mungu amezungumzia kwenye Qur'ani, Mathna wa thulatha wa ruba. Kaanza na wawili. Wa in khiftu alla ta'dilu fawahid. Kama ana uadilifu wewe mwanaume, basi awe mke mmoja. Lakini chifu mimi namjua, ana uadilifu na anaweza akatumudu si wawili. Tunakuomba shemeji, ridhieni hili swala kwa maana sisi tumeshakubali. Yaani nyinyi mnamtaja Mungu kwenye majambo yenu ya kishenzi alafu mimi nikichangia mada nionekane mimi ndo naleta dhambi kwenye haya mambo, si ndio? Hapana shemeji. Sio hivyo. Huyu dem Sonia dawa zake kali kweli. Yaani nyinyi mmekubali kuwa sawa, fresh. Ni kweli majadiliana na mmeridhamini wao wote wawili? Ndio. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Na Sabra nafikiri nilikupa talaka 3. Lakini hazikuwa akili zangu. Hivyo nitaelekea kwa Ustazi na nadhani hata nishauri baada ya kumalizia yote yaliyotokea. Alafu nitawaoa wote kwa sababu wote ni wahitaji pia katika maisha yangu. Inshallah. Habari yako? Salama, habari? Bila shaka utakuwa unanikumbuka vizuri. Na ukumbuka vipi? Sabra yuko wapi? Wewe unamuulizia Sabra nini labda? Sina nia mbaya. Lengo langu ni kutaka kujua kama yuko salama au la. Sasa wewe unafikiri labda atakuwa alikufa au inakuwaje? Sabra ni mzima wa afya kabisa na ndani ya siku 2 zijazo anakwenda kufunga ndoa na dogo. Unajua walikuwa wamekwazana kwa sababu ya mambo madogo madogo. Lakini kwa sasa hivi wameshakaa wamezungumza, kwa hiyo amekwisha kabisa. Kwa hiyo ukome tabia hiyo ya kumuulizia Sabra. Wewe ni shemeji yangu ujue. Sabra anaenda kuolewa? Dada wewe ni kiziwi ya? Anaolewa ndio. Sawa. Taarifa hizi mimi zimeniumiza sana kwa sababu mimi Sabra nampenda sana.
ila kuna jambo nataka unisaidie kama hutojali. Kitu gani labda unataka nikusaidie? Nahitaji tushirikiane kuhakikisha kwamba hiyo ndoa ifanyike. Na ufanye kila namna kuhakikisha kwamba Sabra amerudi kwangu. Nitakupa 300,000 ukinisaidia katika hilo. Hivi brother, wewe unafikiri kwamba pesa ina thamani sana kuliko utu, si ndio? Yaani mimi niharibu mahusiano ya mdogo wangu ambaye nimemwachia ziwa na shemeji yangu ambaye nimeishi naye vizuri kwa sababu ya 300,000. Wewe una akili kweli wewe? Litafakari hilo. Ukiona linawezekana, naishi nyumba ya 3 kutoka hapa. Nitafute. Mimi siwezi kupoteza muda kwa kufikiria vitu vya kipumbavu kama hivyo, eti 300,000. Unajua mimi namiliki shilingi ngapi wewe? Mkango. Anita. Kati. Anita. Kupotezana na wewe kwa muda mrefu haimaanishi kwamba nilikuwa sikupendi. Nilikuwa nakupenda sana na bado nakupenda pia. Nilitumia jitihada zangu nyingi sana kukutafuta, lakini matokeo yake jitihada zangu ziligonga mwamba kabisa. Nahitaji turudishe mahusiano yetu tuwe kama mwanzo. Nakupenda. Nimehangaika sana kwenye mapenzi lakini sijapata kama wewe. Tafadhali rudi tulizibe pengo. Mkango, umeshachelewa. Siku 2 kutoka hapa naenda kufunga ndoa. Haitowezekana tena. Anita, unakwenda kuolewa? Anita, kuna kitu kinaendelea kwenye moyo wangu. Sijui ni nini, lakini nahisi nikipoteza siwezi ukipata tena katika maisha yangu. Unanipenda? Ndiyo, nakupenda Mkango. Kwa hiyo nini tufanye ili tuweze kusitisha hiyo ndoa? Naomba turudishe mahari ya watu. Kisha hiyo ndoa mimi nitakataa. Alafu utafuta taratibu kisha utanioa. Ili niwe mke wako rasmi. Na hiyo mahari wametoa shilingi ngapi? Wametoa 2,000,000. Dogo vipi? Mbona umejitenga peke yako? Una mawazo gani? Unajua nimefurahishwa sana na maamuzi aliyofanya na Sabra na Maida wakubali wote wawili waoe. Kwa hiyo nikawa nafikiria namna gani naweza nikaishi na wote wawili. Je, nitashindwa au la? Ila pia nimepata majibu juu ya mafikiri ambayo nilikuwa nayawaza kwamba kila kitu kitakuwa sawa kwa sababu maisha yanapanga Mungu. Baada Mungu amelalisha basi mimi sitakiwi kuogopa. Usijali, lakini tuachane na hayo kwanza. Sasa mimi nina changamoto yangu kubwa sana. Miongoni mwa changamoto ambazo nimepitia kwenye maisha yangu kwa kweli, hii nayo pia ni changamoto kubwa. Mimi nilikuwa nina shida na pesa. Na
nikipata pesa naweza nikatatua kabisa hiyo changamoto na akili yangu itakuwa imetulia. Pesa tena? Hiyo pesa kama shingapi? Pesa ikipatikana milioni 2 inakuwa si mbaya. Mimi nimekuelewa brother, lakini samahani, najua kipindi hichi mimi siko vizuri kabisa. Nafikiri ulikuwa unaona changamoto ambazo nimezipitia, hivyo zikawa zinanibana kufanya hata shughuli zangu za kuniingizia kipato. Muda mwingi nilikuwa niko nyumbani tu, mawazo nini hivyo, ila nipe time, nitakutafutia. Lakini dogo, wewe sio kushindwa kunisaidia. Hata kama una pesa, wewe unaweza ukatafuta namna yoyote hata kukopa na ukarudisha baadaye ukanisaidia. Mbona mimi majambo yako najitoa sana afu nabeba kama ya kwangu? Yaani kwa nini wewe kwangu unashindwa kulibeba? Kwani unashindwa kubeba majambo yangu? Haya bwana, fresh. Hebu nisikize basi dada. Nakusikiliza nini? Samahani kwa kuchelewesha. Bila samahani. Umefikia wapi babangu? Mambo yamekuwa tight sana unajua. Mimi kiukweli unajua mtu ambaye nilikuwa nategemea nipe hiyo pesa ni mdogo wangu kabisa. Lakini sasa kilichokuja kutokea ni kwamba dogo naye mambo yake yako tight. Kwa hiyo kwa kipindi hiki nimekwama. Kwa hiyo naomba unipe muda kidogo ili niweze kulikamilisha hilo. Sawa? Basi mkango, sio riziki. Maana ninavyoongea na wewe hapa, tayari nyumbani wageni wameshakuja kwa ajili ya ndoa. Sasa sio riziki vipi? Yaani wewe unashindwa kukataa kusema kwamba mimi sihitaji? Au unipendi? Mkango, siwezi. Maana mama ameshachukua hiyo hela na ameshaitumia. Nikikataa hivi hivi nitamtia matatizoni mama, kitu ambacho siwezi kukubali. Yaani umaskini ni mbaya sana. Umaskini unafanya tuwapoteze watu tunawapenda na kuwahitaji katika maisha yetu. Naomba niondoke, maana nyumbani sijaaga, alafu kuna wageni. Na kila sababu ya kupambana. Ni bora nimpoteze mtu yoyote katika maisha yangu, lakini sio Anita. Nampenda. Mapenzi yamejawa na usaliti, nakusikiliza. Sasa brother, mimi nimekuja na changamoto. Na hizo changamoto zinahitaji pesa. Kwa hiyo nimekuja unipe pesa ili niweze kufanya ile kazi hapa. Mkango, kama nilivyokuambia, mimi Sabra nampenda sana. Hivyo kama utaifanya hiyo kazi, mimi nipo tayari kupatia hiyo pesa. Ila angalizo, sio nikupatia pesa zangu mimi afu kazi yangu siifanye. Ase, itakufanya kitu kibaya sana. Mimi najua matajiri nyinyi waga mdhurumiwi bwana. Pesa zenu ngumu sana. Kwa hiyo mimi siwezi kufanya hivyo. Sawa. Mimi nitakupatia hiyo pesa. Ila nitakupa nusu. Nusu nitakumalizia baada ya kazi. Sasa hapo labda uweze ukanipatia milioni 2 alafu moja utamaliza kwa sababu nina shida sana brother. Nimesema nitakupatia nusu. Nusu baada ya kazi. Sawa bwana, wewe tajiri ukishasema mimi nitasema nini tena? Vizuri. Je, labda ungependa nikushauri ni namna gani ya kuweza kutumia ili uweze kulifanikisha zoezi langu? Mimi mwenyewe kichwa changu kina mawazo full tayari. Sihitaji mbinu yoyote. Yaani nishapanga mitikasi yangu, yaani naingilia wapi natokea wapi. Kwa nitamaliza mwenyewe. Sisi watoto wa kiume bwana, mtoto wa kike hawezi akatushinda mbinu. Tegemea Sabra atakuja kwako na mtafunga ndoa. Kwanza chifu wa mwezi yule. Sawa. Ingia tuelekee benki.
Samahani kwa kuacha peke yako. Sijali. Vipi? Mbona chifu simuoni? Alitoka ameenda wapi? Chifu ameenda kwa ustavi. Nafikiri ni kwa sababu mambo yenu ya ndoa. So unajua naye pia ana shauku sana. Yeah. Na Maida naye? Maida mimi ndo nimemwagiza, kuna mzigo ameenda kufuata, lakini sio muda atarudi. Okay. Utakuwa umekula kule, maana hizo juisi unavipakamia. Nikutoa kule tu juisi ujala. Tayari shakula. Nisika usingizi shemu. Sijui sijalala vizuri, sijui nawaza ndoa. Unasikia usingizi? Kama kichwa kizito. Lala tu hapa, si nyumbani kwako bwana. Nisemeje bwana? Nakusikiliza. Hapa kitu ambacho tunatakiwa tufanye, natakiwa tumbebe tumpeleke ndani. Nikawapige picha tofauti tofauti ukiwa naye huyu. Alafu baada ya hapo tutambeba tutamrudisha hapa ili akishtuka ajione kwamba alikuwa amelala hapa. Haraka sasa tufanye hilo zoezi. Maida, hivi Joel yuko wapi? Hata sijui alipo, ila nimepanga nikimaliza ndoa na chifu nimtafute. Fanya hivyo bwana, mtafute, maana ule kaka yako ujue yuko wapi, anafanya nini, au unasemaje? Ni kweli? Yeah. Tafanya hivi. Asalamu alaykum. Waalaikum salaam. Umependeza sana. Asante, nashukuru. Sasa jamani, mimi nilienda kwa Stazi, nikaenda kuzungumza naye kuhusu swala la kufunga ndoa na nyinyi wote wawili. Nikamweleza hili swala kuanzia mwanzo lilipoanzia mpaka hapa. Amenielewa na ameahidi kesho atafika hapa kwa ajili ya kuweza kuona tunaanzia wapi ili kuweza kulikamilisha hili swala. Kwa hiyo Mungu akijali, inshallah kesho tutaoana rasmi sasa. Inshallah. Hello? WhatsApp? Sawa, ngoja basi niingie sasa hivi, angalia. Sawa. Sabla. Abe chief. Kumbe bado mshenzi, sio? Yaani tunapanga mipango ya kuweza kuoana, ila wewe bado unakuwa na wanaume wengine pembeni na unawaleta hapa nyumbani. Kwa nini unafanya hivi sasa? Mimi usichoelewa nini? Hizi picha ni za nani? Na hizi picha si mmepiga leo ume hapa nyumbani. Nini ambacho hujaelewa? Ndio. Ni mimi lakini sio mimi. Sabra, wewe hustahili kuwa mke wangu. Hustahili Sabra. Chief. Hapana. Mimi mbona sielewi chochote? Wallahi mimi sielewi chochote.
Mungu wangu, mbona mimi sielewi? Ni kweli Sabra ameleta mwanaume mwingine hapa nyumbani, na nilipomuuliza kwa nini amefanya hivyo, alishindwa kabisa kunipa majibu ya kueleweka. Yaani Waiki alichokifanya kiukweli, na mimi nilivyokuwa namwamini shemeji yangu, astahili tena kuwa mwanamke wako. Na nilishindwa kukwambia kwa sababu aliniambia nikikufikishia tu taarifa atanipa kesi kwa mimi nimembaka. Kwa hiyo mimi nikakaa kimya, japo nilikuwa nampenda sana, lakini kumbe hamna mtu kabisa, hamna. Shemeji. Chifu, sasa kufanya uchafu ndani ya nyumba yako Chifu. Chifu, naomba unisamehe, Nisikilize Sabra. Kwa hiyo nilichokufanya, sikutaki tena kwenye nyumba yangu, mjinga wewe. Chifu, naomba unipe nafasi nielezee. Chifu, nitaenda wapi mimi? Maida, naomba unitetee kwa Chifu. Sijafanya hivyo mimi, nakuahidi Maida. Yaani bora angeenda kufanyia huko nje, sio kumeta mwanaume humu ndani. Hii tafsiri yake amenitukana mbele yako, mbele ya blaza. Kwa nini umefanya hivi? Shemeji. Mimi sina nyongeza. Shemeji, naomba uniombe msamaha kwa Chifu. Mimi hapo sina nyongeza, nishaweka nukta. Nisifanye chochote. Nisikilize Sabra. Kwa hicho ulichokifanya, nikitema mate hapa chini, toka nje ya geti Sabra. Nisifanye chochote. Sabra, toka! Maida. Sabra alikuwa na ndoto za nuru, nyumba yenye kelele za watoto wa furaha, lakini upepo wa giza ukampuliza mbali. Ndoa ikapasuka kama kioo cha barafu, hakuna pa kukimbilia tena. Maisha yake yakawa kama wingu jeusi. Oh Sabra, machozi